Leo tulikuwa tunafanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, hususan kwenye eneo linalosimamiwa na ndugu zetu wa TARURA, ambapo tumeweza kutembelea barabara za kilomita kama 7 ambazo zinajengwa kwa mapato ya ndani, lakini pia kuangalia zaidi ya madaraja matatu ambayo yanajengwa kwa fedha za mapato ya ndani. Nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana mainjinia wa TARURA wakiongozwa na meneja wetu wa wilaya kwa usimamizi ambao unaendelea kupata. Lakini pia tumefanya ziara kuangalia changamoto ambazo zimepatikana baada ya mvua kubwa ambazo zimenyesha katika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu. Hivyo hata wakandarasi kupelekea kwamba wakandarasi kuto kufanya kazi kama mikataba ambavyo walivyowataka kwamba wafanye. Hivyo tumeweza kutembelea na kuona nini ambacho kinafanya. Kubwa kwa niaba ya Wanailala tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye eneo hili la barabara kupitia mapato ya ndani ametoa idhini ya kutumia zaidi ya shilingi bilioni 10.7 ambazo zinakwenda kujenga barabara za lami za urefu wa zaidi ya kilomita 7 pamoja na kujenga madaraja ya aina hii. Madaraja ambayo tunaenda kujenga ni madaraja matatu. Mawili yako kwenye jimbo hili la Segerea, lakini daraja moja liko kwenye jimbo la Ukonga. Hivyo nitumie nafasi hiyo kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nipende kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru waheshimiwa wabunge wetu wote watatu, Mheshimiwa Bona, mbunge wa jimbo hili la Segerea, Mheshimiwa Zungu ambaye ni naibu spika wa jimbo la Ilala, lakini Mheshimiwa Jerry ambaye ni waziri wetu, kwa jitihada kubwa ambazo wameendelea kuzifanya kwenye wilaya yetu, na pia madiwani wakiongozwa na mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, kwa kutenga fedha ambazo zimekwenda kuhakikisha kwamba tunaenda kujenga barabara. Tumeona barabara ambazo zimejengwa kwa kiwango cha lami. Tumeona hapa Liwiti ambayo ni zaidi ya mita 500, lakini tumeenda Kariakoo ambayo zaidi ya mita 400. Tumeenda barabara ya Taliani, tumeona ambayo inajengwa iko katika hatua za mwisho, lakini Pugu Halisi kuna barabara ambayo pia inajengwa. Hivyo umeona kabisa fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais amezileta na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaendelea kuijenga. Hivyo pia ni mkurugenzi wa jiji letu la Dar es Salaam, ndugu yangu Eli Huruma na timu yake nzima kwa kuhakikisha kwamba halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaendelea kutenga fedha. Lakini pia mwaka huu wa fedha pia tumetenga fedha nyingi ambazo wataenda kuzisaini kuhakikisha kwamba wanakwenda kukamilisha baadhi ya barabara ambazo zimekuwa kero kubwa kwa watu wetu. Ombi langu kwa wananchi kwamba waendelee kuvuta subira wakati miradi hii inakwenda kukamilika. Wito wangu na agizo langu kwa injinia wa TARURA na timu yenu na kuhakikisha wakandarasi wote, niwatake kwamba wakandarasi katika kufika mwezi huu wa 6 waweze kukamilisha hii miradi yote. Na sasa mvua zimepungua au zinakwenda kukatika, na maeneo yale ambao walikuwa wanachukua mawe au walikuwa wanachukua kokoto sasa yanaweza yakapitika. Hivyo wito wangu ni kwamba niwaagize kwamba kuhakikisha kwamba wakandarasi wote wanakwenda kukamilisha miradi, na yule mkandarasi ambayo nyinyi mnamuona TARURA kwamba hana ushirikiano mzuri na hatoi ushirikiano mzuri kukamilisha miradi hii kwa wakati, msisite, tuchukue hatua, hata ikiwezekana kuwatoa kwenye miradi. Lakini pia wale ambao tunaona wakandarasi wana matatizo, wakati mwingine kwenye hii miradi mingine ambayo halmashauri inaendelea kutoa, tusiwape kazi kwa sababu wameonekana wamekuwa wasumbufu. Lakini wale wakandarasi ambao wanafanya kazi zao vizuri, mhakikishe mnawapa kazi nyingine, kwa sababu wamekuwa wakimaliza kazi kwa wakati na wamekuwa sio wasumbufu unapokuja wakati. Lakini pia kuna baadhi ya wakandarasi ambao wanaonyesha usumbufu na ulalamikaji wakati hawatimizi wajibu wao. Hivyo nitake pia wakandarasi kuhakikisha wanakwenda kutimiza wajibu wao, na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kwa sababu fedha zipo, tuhakikishe kwamba tunakwenda kuwalipa wakandarasi fedha zao kwa wakati. Hivyo kwa ujumla nitumie nafasi kuwaomba wananchi wavute subira wakati miradi hii inakwenda kukamilika. Lakini pia baada ya mvua hizi kukatika, ziko barabara nyingi ambazo halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam inazo greda na pia inayo magari ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutengeneza barabara zetu hizi, lakini pia kwa kutumia mashine zetu na wataalamu wetu hawa kuhakikisha kwamba barabara hizi zinarudi katika hali yake nzuri na ziweze kupitika kwa watu wetu ambao maeneo yote ambayo yako maeneo ya pembezoni, kwamba barabara hizo ziendelee kupitika vizuri sana. Dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kwamba tunaendelea kuwatumikia Wanailala, tuendelee kuwatumikia Watanzania, na changamoto zinapojitokeza sisi kama viongozi ni lazima tuwe mstari wa mbele kuhakikisha changamoto hizo zinakwenda. Na maeneo kama haya niendelee kumtaka mkandarasi ambaye anajenga daraja hili kurudi haraka sasa site kuhakikisha kwamba barabara hii inaendelea kupitika. Umeona mahitaji ya watu wa maeneo haya, wanataka kupita, wanataka kuendelea kupata mahitaji mengine. Hivyo sisi kama serikali tuna wajibu kwa kumsimamia mkandarasi
ili mkandarasi huyu arudi na kuhakikisha kwamba site hii inakwenda kukamilika haraka iwezekanavyo. Mimi niendelee kuwasihi Watanzania na wananchi wa Ilala, wale ambao tumejenga nyumba zetu kwenye mabonde, wale ambao tumejenga nyumba zetu karibia na mito, nichukue kuwaambia kwamba ni vizuri wakaona namna ya wao wenyewe kuchukua hatua kabla ya maji kuwachukulia hatua. Maji yakiwachukulia hatua, wao ndio watakaoathirika. Ni vizuri wakaona namna gani ya wao kuanza kuchukua hatua mapema. Serikali inajenga miundombinu hii kwa gharama kubwa sana. Haiwezi kajenga miundombinu katika standard ya chini. Inajenga miundombinu katika standard ya kisasa ili kwa kuweza kuhudumia watu katika kipindi kirefu zaidi. Na pia miradi hii ya barabara ni miradi ambayo miradi ya DMDP pia itapita. Hivyo ni wasihi wananchi kwamba waliojenga pembeni au kwa kando ya mito wachukue tahadhari mapema na ikiwezekana waondoke, kwa sababu maji yatakapoanza kupita kwenye mito madaraja haya makubwa yatakakuwa mengi, hivyo na wao pia wataendelea kuathirika. Ni wapongezi wale ambao baadhi ya maeneo, kama kuna baadhi ya maeneo pale daraja la Kwawesu tumeona kabisa kuna watu wamechukua hatua kwa kuondoka. Ni wapongezi wale watu ambao wamechukua hatua na kuondoka. Lakini ni wasihi wale ambao wamebaki kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wanaondoka kwenye mito ile ambayo wamejenga nyumba zao, kwa sababu pia wameenda kuikinga ile mito isiwe na flow ile ya kawaida.